Jeshi la Yemen linaloungwa mkono na Houthi limezua taharuki mpya nchini Israel baada ya kufanya mashambulizi mawili makubwa usiku wa kuamkia hii leo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya Kiarabu na vya Israel, shambulio la kwanza lilihusisha kombora la kasi kubwa hypersonic ballistic missile aina ya Palestine 2 lililotengenezwa na Yemen na lililokuwa likielekezwa moja kwa moja kwenye malengo nyeti jijini Tel Aviv. Shambulio hili linasemekana kuwa ni la aina yake, kwani kombora hilo lina kasi inayozidi mara kadhaa kasi ya sauti, jambo linalofanya mifumo mingi ya ulinzi kuwa na changamoto kubwa kulizuia. Kwa mujibu wa taarifa za awali za jeshi la Israel IDF, kombora hilo lilipigwa chini angani kabla halijafika Tel Aviv, lakini hata hivyo, maafisa wa usalama wa Israel hawakutoa maelezo kamili kuhusu aina ya mifumo iliyotumika kulipiga wala uharibifu wote uliosababishwa na mabaki yake. Shambulio la pili lilifanyika muda mfupi baadaye kwenye mji wa pwani wa Eilat ulioko kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kizayuni, drones zilitumika kulenga miundombinu ya kijeshi na raia katika eneo hilo. Hata hivyo, IDF ilidai ilizuia drones hizo mapema kabla ya kufikia malengo yake, ingawa sauti za milipuko na taharuki zilivumishwa mitandaoni na mashahidi waliokuwa maeneo hayo. Msemaji wa jeshi la Yemen, ambaye mara nyingi hutumia jukwaa la televisheni za Kiarabu kutangaza mashambulizi, alisema kwamba hatua hii ni onyo kwa Israel kuhusiana na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Kombora la Palestine 2 na drones ni sehemu ya uwezo wetu mpya wa kimkakati wa kuipa Israel somo, alisema msemaji huyo bila kutoa maelezo zaidi. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona mashambulizi haya mawili kama ishara ya ongezeko la uwezo wa kiteknolojia ya kivita ya Yemen, hasa katika utengenezaji wa makombora ya kasi kubwa na drones za mbali. Vilevile, hatua hii imeongeza hofu ya kufunguka kwa fronti mpya ya kijeshi katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa upande wa kiraia, wakazi wa Tel Aviv na Eilat walisema waliamka usiku kwa milio ya siren na milipuko, jambo lililoonyesha ukubwa wa taharuki iliyozuka. Tuliambiwa tukimbilie viumbe vya chini kwa chini, alisema mkazi mmoja wa Eilat. Mashambulizi haya yanakuja wakati mvutano kati ya Israel na makundi ya Kiarabu ukiwa umepamba moto, huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yani drones kutoka Yemen, Lebanon na maeneo ya Palestina. Wachambuzi wanasema hatua ya Yemen inaweza kuongeza shinikizo kwa Israel kufikiria upya sera zake za ulinzi wa ndani na mashambulizi yake katika maeneo ya Kiarabu.